Bwana Yesu asifiwe. Tunaendelea na topic yetu ambayo nilikuwa nimeanzisha kuhusiana na aina za uchawi, na nadhani nilikuwa nimefika kwenye ile sehemu ya 9. Nataka kwenye hii sehemu ya 6 nifundishe kuhusiana na aina ya uchawi ambao ni uchawi wa uzinzi ama uchawi wa ukahaba. Watu wengi sijui kama wanajua kwamba kuna wanawake ama wanaume ambao wanafanya uchawi wa uzinzi ama ukahaba ili kupata kile ambacho wanachokihitaji kwa mtu. Unaona kwamba huyu mtu anakupenda, huyu mtu unaingia kwenye mahusiano na yeye, unampenda sana, hata wakati mwingine mnazaa watoto, lakini kilichowapelekea mpendane ni kwa sababu mwenzako alikuwa anatumia uchawi wa ukahaba. Kuna nguvu za giza ambazo alikuwa nazo ambao zilikuwa zinamsaidia ili muishi pamoja. Si eti kwamba ni mapenzi ya kawaida. Wewe utasema kwamba umependwa mwenzako, yaani mwenzako amekupenda, lakini sio hivyo. Ni vile tu yeye anatumia uchawi wa ukahaba. Ukisoma Biblia yako vizuri, utaona kwamba Jezebel alikuwa anatumia aina 2 za uchawi. Uchawi wa kwanza ni uchawi wa manuizo ambao aliutumia kwa Elijah, lakini pia alikuwa anatumia uchawi wa uzinifu ama uchawi wa ukahaba. Ndio maana ukisoma kwenye kile kitabu cha Wafalme wa Pili mlango wa 9 na mstari wa 22, wakati ule Yehu alipomwagiwa mafuta na Elisha akaamka, maandiko yanasema alienda kwa nyumba ya Jezebel, na alipofika pale alimpata Jezebel amejipaka wanja, lakini pia amejirembesha. Bwana Yesu asifiwe sana. Yehu kwa sababu alikuwa ameelewa siri hii, wale watu ambao walimlaki Yehu wanamuuliza Yehu, kuna amani Yehu? Lakini Yehu anasema amani itakuwa wapi? Ama amani itakuwa ya haja gani wakati ule uchawi wa Jezebel na uzinifu wake umekuwa ni mwingi? Kumbe Jezebel alikuwa anatumia uchawi wa uzinifu, lakini pia uchawi wa manuizo katika kuwafunga watu. Ndio maana utaona kwamba kwenye ufalme wa Israeli, Ahabu ndiye alikuwa mfalme, lakini Jezebeli akiongea chochote, Jezebeli alikuwa anaweza akaamua kitu, lakini Ahabu akakifuata. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa sababu ya ile madhabahu ambao Jezebeli alikuwa ameitengeneza, maandiko yanasema ya kwamba kwenye kile kitabu cha Wafalme wa Kwanza mlango wa 22 na mstari wa 19 mpaka 23, utasoma kwa wakati wako, lakini maandiko yanasema ya kwamba ikafikia wakati fulani Mungu akataka Ahabu afe kwa sababu ya maovu ambayo alikuwa anayafanya. Akajaribu kutafuta mtu hapa duniani akakosekana. Akaenda akaweka kikao mbinguni. Mungu sasa anauliza ni nani ataenda Ramothi Gileadi ili amuue Ahabu. Watu wote wakakaa kimya. Aliyekuwa na ujasiri wa kwenda kumuua Ahabu ni pepo, kwa sababu Ahabu alikuwa amewekewa ulinzi na ile madhabahu ya Jezebel ambao ni madhabahu ya ukahaba, madhabahu ya uchawi, kiasi kwamba hakuna mtu angepenetrate, hakuna mtu ambaye angekuwa na ujasiri wa kwenda kwa Ahabu ili amuue Ahabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati ule ambapo mtu ambaye anatumia uchawi wa uzinifu ama ukahaba, utaingia naye kwenye mahusiano, ujue kitu cha kwanza atakuwa analenga moyo wako. Na ujue maandiko yanasema linda sana moyo wako kuliko vyote vilindavyo, kwa maana ndipo zitokazo chemichemi zenye uzima, kwenye kile kitabu cha Mithali, nadhani mlango wa 4 kama sikosei. Maana ukijua vizuri, moyo ndio huo unatumika katika kupenda. Na ujue huyu mtu akiukamata moyo wako atakuwa anaweza akakuamurisha chochote na unakitii. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Wafalme wa Kwanza mlango wa 11
kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 13 unasoma stori ya Solomoni, ambaye Solomoni alikuwa ni mtu mwenye hekima kubwa sana, lakini maandiko yanasema ya kwamba aliwaoa binti wa kifalme 700 na masuria 300, yani wale wengine wa mpango wa kando. Sasa ukafika wakati kukawa kuna wanawake wa Sidoni, wanawake wa Hamoni na wanawake wa Moabu ambao waliungeuza moyo wa Solomoni. Solomoni akaenda akawajengea madhabahu za miungu yao, na hiki ndio kitu kile ambacho kilimchukiza Mungu, ya kwamba Solomoni ulifika wakati wale wanawake wa mataifa, kwa sababu Israeli hawakufaa kuoa wanawake wa mataifa, lakini Solomoni akachukua wanawake wote wa mataifa akaoa, yani akachukua wanawake baadhi ya wa kifalme akawaoa. Sasa wakabadilisha moyo wake. Walipobadilisha moyo wake, maandiko yanasema ya kwamba akajipata anatengeneza madhabahu za miungu yao. Kwa hivyo ukiingia kwenye mahusiano na mwanamke ambaye anatumia ukahaba ama uzinifu, uchawi wa ukahaba ama uzinifu, ujue kwanza, kitu cha kwanza atangeuza moyo wako na ile hatima yako ama kile ambacho Mungu alikuitia kufanya hapa duniani. Kuna uwezekano ukawa diverted, maana wataanza kukuongoza. Solomoni alikuwa amepewa mali na hekima ili kumjengea Mungu madhabahu, lakini unaona kwamba ile akili ya kujenga madhabahu ya Mungu baada ya kuwa imeisha, baada ya kuwa amejenga madhabahu ya Mungu ama amejenga hekalu la Mungu, maandiko yanasema ya kwamba akaanza kujenga madhabahu ama mahekalu za miungu nyingine, miungu ya Sidoni, miungu ya wa Moabu, kwa sababu wale wanawake walitumia uchawi wa uzinifu wa ukahaba, wakabadilisha moyo wake. Sijui kama naeleweka. Sasa kuna mstari ambao nataka tuusome hapa kwenye kile kitabu cha Isaya mlango wa 57 na mstari wa 3. Maandiko yasema hivi: lakini ninyi karibuni hapa, enyi wana wa mwanamke mchawi, uzao wa mzizi na kahaba. Huo mstari unatufundisha kwamba kumbe kuna watu ambao walizaliwa kwa sababu ya uchawi wa ukahaba. Wamezaliwa kwenye familia ambayo mama, baba, babu ni watu ambao walikuwa anafanya ukahaba, na shetani kikizazi anakijua kabisa kwamba huyu mtu ukiingia naye kwenye mahusiano, ujue kwamba ni bila shaka utaanza ama utaendeleza ile kazi ya kuzaa makahaba, na kama sio hivyo ni aidha uvunje ile ndoa ama yale mahusiano, ama kama utaendelea kuingia kwenye yale mahusiano, ujue kwamba ni bila shaka utaendeleza kile kizazi cha ukahaba ama cha uzinifu. Sasa watu wengi ambao wako na watoto, lakini wale watoto wamegeuka kuwa makahaba, kama ni watoto kama ni wanawake ama watoto wa kike, wameanza kusimama barabarani kujiuza. Unaona kwamba wazazi wanaanza kuangalia, wanaona hiki ndio kitu kile ambacho walikuwa wanakifanya ili kupata chakula, na badala wavunje ile laini, badala wasimamishe ile laana, badala watakashe ile damu yao ya ukahaba, waanze kuishi maisha ambayo yanampendeza Mungu, unashangaa kwamba kile kizazi wanaacha kiendelee hivyo hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko yanasema kwenye kitabu cha Isaya 57 na mstari wa 3 ya kwamba lakini ninyi karibuni hapa, enyi wana wa wanawake wa mwanamke mchawi. Kwanza, kitu ya kwanza, huyu mwanamke ni mchawi, na namba 2 ni uzao wa mzizi na kahaba. Kumbe kwenye nyumba ambayo kulikuwa na kahaba, ni rahisi sana yule kahaba alikuwa anatumia uchawi pia. Ama kwenye nyumba ya mchawi, mara nyingi utaona kwamba watoto ambao wamezaliwa na yule mchawi mara nyingi watakuwa ni makahaba. Sasa kile kizazi ambao huyu mchawi amekizaa, kama wakigeuka kuwa makahaba, sio makahaba wa kawaida, lakini makahaba ambao wanafanya ukahaba kwa kutumia nguvu za giza. Bwana Yesu asifiwe sana.
Haleluya.